Rais wa Marekani Donald Trump amesema Jumatano kuwa anatarajia kukutana na kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei wakati Washington na Tehran zikiendelea kurushiana lawama kuhusu ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yanaonekana kuwa dhaifu. Mojtaba Khamenei mwenye umri wa miaka 56 anaaminika kujeruhiwa katika mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyomuua baba yake Ali Khamenei. Tangu ateuliwa kuwa mrithi wake, hajawahi kuonekana hadharani. Akizungumza katika podcast ya Pod Force One ya New York Post, Trump alisema, "Ningependa kukutana naye na huenda tukakutana wakati fulani kulingana na jinsi mambo yatakavyokwenda." Trump pia alisema kuwa Mojtaba Khamenei bado anahusika katika maamuzi ya uongozi wa Iran licha ya taarifa kuhusu hali yake ya afya. "Sisikii kwamba anaendelea vizuri sana. Ukiamini taarifa zinazozunguka, inaonekana amepoteza sehemu mbalimbali za mwili wake," alisema Trump. Aliongeza kuwa Khamenei bado anatoa idhini ya baadhi ya maamuzi muhimu. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio aliiambia kamati ya mahusiano ya kigeni ya Seneti siku ya Jumanne kuwa Mojtaba Khamenei yuko hai na anaonekana kuendelea kushiriki zaidi katika shughuli za kiuongozi. "Kuna dalili kwamba anazidi kujihusisha katika kiwango fulani," Rubio alisema. Wakati huo huo, taarifa ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba anatarajia na anatamani kukutana na kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei ni taarifa ambayo kwa kiasi kikubwa inaonyesha wazi kwamba rais wa Marekani Donald Trump anawiwa kuwa karibu na kiongozi mpya wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Mojtaba Khamenei, kwa sababu kusema kwamba anatamani kukutana naye ni kitu kikubwa sana ambacho si kwa kawaida kwa rais wa Marekani Donald Trump kueleza hadharani kwamba anatamani kukutana na kiongozi yoyote wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini kwa Mojtaba Khamenei ameeleza wazi kwamba anatamani kukutana naye kama siku itatokea hivyo. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi endelea kuungana nasi wakati wote, kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.